Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Charles Fabian. Kesi ya hujumu uchumi namba 00021172 ya mwaka 2025 inayomkabili mwanaharakati Mange Kimambi imeahirishwa mpaka Januari 28 mwaka 2026 baada ya upande wa Jamhuri kueleza mahakama kuwa upelelezi wa shauri hilo haujakamilika. Hayo yamejiri hii leo Disemba 4 wakati shauri hilo liliitwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Hassan Makube, ambapo upande wa Jamhuri ulieleza mahakama kuwa upelelezi bado, hivyo ukaomba shauri hilo kupangiwa tarehe nyingine. Upande wa Mange Kimambi haukuwa na wakili wa utetezi, hivyo hakimu Makube akaagiza upande wa Jamhuri kuhakikisha taratibu zote zinakamilika ili tarehe hiyo ikifika shauri lianze kusikilizwa. Mange Kimambi anakabiliwa na mashtaka ya utakatishaji wa fedha shilingi milioni 138.5 ambapo inadaiwa kuwa kati ya Machi 1 hadi Machi 31 mwaka 2022 katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Mange alijipatia shilingi milioni 138.5 akifahamu kuwa fedha hizo ni zao la uhalifu. Aidha, inadaiwa kuwa alizipata fedha hizo kwa kufanya kazi ya uandishi wa habari bila kibali pamoja na kuzidai kwa vitisho. Shitaka hilo linaangukia kwenye kifungu cha 12(1) kipengele D na 13A cha sheria ya utakatishaji wa fedha sura namba 423 ya mwaka 2019 ikisomwa sambamba na sheria ya uhujumu uchumi. Mapema asubuhi Disemba 2 ya mwaka 2025, video zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha Mange akithibitisha kuwa amepokea taarifa kuhusu kufunguliwa kwa kesi hiyo, akidai kuwa serikali ya Tanzania imedhamiria kumrejesha nchini. Sheria ya kurejeshwa kwa watuhumiwa kutoka nje ya nchi ya mwaka 2019 inatambua utakatishaji wa fedha kama moja ya makosa yanayoweza kupelekea nchi kuomba mtuhumiwa kurejeshwa. Hatua hiyo mpya inakuja takriban mwezi mmoja baada ya mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari kueleza kuwa ofisi yake inaangalia uwezekano wa kumchukulia hatua Mange Kimambi kutokana na tuhuma za kuhamasisha maandamano. Akizungumza muda mfupi baada ya kuapishwa katika wadhifa huo jijini Dodoma, Johari alisema serikali inatumia mikataba ya ushirikiano kati ya Tanzania na Marekani kutathmini uwezekano wa kumrejesha. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.